Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji. Popote pale unapoendelea kusikiliza vipindi hivi. Naja tena kwa mara nyingine kwa muda wa kutosha. Nimekaa kimya kidogo kutokana na kuzuiliwa kidogo kikazi na mambo mengine. Lakini tuko hapa tena kwa ajili ya kuleta ule ukweli ambao ni ukweli wa asili. Kwa siku ya leo, kwa ruhusa yake Mwenyezi Mungu, tutaenda kuongelea mada nyingine ambayo ni mada inayoumiza watu wengi. Watu ambao ni wa mlengo aidha katika ulimwengu wa Kikristo. Natanguliza na nawaambia kila wakati kwamba hata mimi nilikuwa Mkristo kwa miaka ya kutosha sana. Tena sana. Sasa mtaniuliza, umesha kuwa nani sasa ikiwa wewe si Mkristo? Naweza nikawarudisha kwanza, Mkristo limekuja aidha mtu ambaye anaitwa Mkristo ametokana namna gani, amekuja namna gani? Watu wa kwanza kuitwa Wakristo waliitwa Wakristo kutoka katika nchi gani? Antiokia. Antiokia ni wapi? Kwa hiyo sina mambo ya kuongezea zaidi sana, lakini kitu ambacho tunatakiwa kukielewa ni kwamba siku ya leo, mpendwa msikilizaji, tutaenda kugusia mada inayosema, je, Mkristo ni yule ambaye anamwamini Kristo, tuseme, anapaswa kusherehekea Christmas? Tayari mnapoangalia tarehe zimeshapita. Tarehe zimepita kweli kweli, ambazo ni hapo jana tuseme ndipo mliposherehekea kabisa, kufunga kabisa hiyo Christmas yenyewe. Na mimi kwa ruhusa yake Mwenyezi Mungu, japokuwa nilikuwa na majukumu mengine, lakini sikutarajia na sikutazamia na sikupenda kufanya hii video wakati bado hamjamaliza kusherehekea sherehe yenu. Isije kawa uchungu mkasema kwamba mwaka huu umepita vibaya kwa ajili ya imani. Hapana, sio hivi. Lakini lengo la mafundisho haya kwa siku ya leo ni kwa nini? Ni kwa sababu inapenda kuwatayarisha kwa mwaka ambao utakuja, ikiwa Mwenyezi Mungu atatuweka tena hai, tutakuwa tuko wazima. Ni kwa ajili ya mwaka ambao unakuja huko, ili ujue kwamba ikiwa utaenda kusherekea ujue ni vizuri aidha si vizuri. Ndio maana tumesema kwa siku ya leo, kwa sababu hatukupenda kumaliza muda aidha mwaka vibaya na watu wakisema kwamba amekuja kutuchanganya. Tumeshakuwa na program zetu, sijui tumeshakuwa na nyimbo zetu ambazo tumeandaa, na yeye anakuja kuweka kusema kwamba Christmas ni hivi na hivi na hivi. Hapana. Kwa hiyo moja kwa moja ninapoanza kusema hivi, tayari umeshajua kwamba Christmas huenda si mzuri. Kwa sababu je, Mkristo anapaswa kusherehekea Christmas? Ninapoongea hivi na nimeacha ipite kwanza halafu tuongelee, tayari umeshajua kwamba kweli kweli labda si vizuri. Na ikiwa si vizuri namna gani? Na kabla ya hivyo, mpendwa msikilizaji, ni kupenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na dunia, kwa sababu ni mwema. Ni yeye ndiye anayeniwezesha kila wakati na kuja hapa mbele zenu ili kuleta ule ukweli ambao yeye mwenyewe amepangilia nyinyi ndugu zangu mpate kujua. Na nasema kila wakati, sina haja ya kujitukuza, sina haja ya sifa, sina haja ya pesa, sina haja ya vitu vingine ili kwenda kusema kwamba ukweli utolewe. Ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu kupitia Roho Mtakatifu wake ambaye aniongoza. Ndio maana niko hapa. Ndio maana niko hapa na tunaongea haya, na waambia ninyi ndugu zangu mpate kuamka. Kwa sababu huu ni muda wa kuamka. Ni muda wa kuchunguza maandiko kama gisi yalivyokuwa hapo awali. Unachunguza mwenyewe mpendwa, sio kuambiwa tu. Natoko hapa kila wakati nasema mwehusi, sina muda wa kukufundisha kitu. Ndugu zangu, hicho ni kitu ambacho nasema sina haja. Lakini nakuja kuwakumbusha tu na kuambia pana, kile unachokijua ndio hiki. Umekisahau, unachukua kitu kingine ambacho sio cha kwako. Kwa hiyo kupitia kabisa nguvu zake Roho Mtakatifu na ruhusa yake Mwenyezi Mungu, tutaenda kuangalia kiundani zaidi sana, tuangalie chimbuko ya sherehe hiyo ya Christmas. Kwa sababu ni sherehe ambayo kweli ninapokuambia huku, nilitamani labda hata ningeshika hata video kidogo nije niwaonyeshe, lakini huo muda nimeukosa tu. Uangalie namna gani, yani kila mtu, yani huku sherehe ya Christmas sio kwamba ni sherehe ya Wakristo, ya watu wote. Yani ni utamaduni ambao uko huku. Na wale ambao si waumini nao pia wanawasha kabisa mataa ya kuonyesha kwamba ni Christmas. Sasa utajiuliza, kweli hii ni ya Wakristo aidha ni ya watu wote mzima? Hapa kabisa napokuambia tulipo, sijui wewe ambapo upo sehemu yako katika hizi nchi za Ulaya na Marekani na sehemu zingine, sijui iko namna gani. Nyumbani kwetu ni kawaida, tunaenda kule kuabudu. Lakini huku ni kwamba ile siku yao ya kwanza ya tuseme kwa mfano tarehe 25, hiyo ilikuwa ni tarehe ambayo
watu wote wale ambao ni wanaojiita Wakristo wanaenda kanisani huko kwenda kumuimbia na kumuomba huyo Emmanuel ambaye amezaliwa. Na siku yake ya tarehe 26 sasa hapo jana tuseme, hapo sasa huku hawaingii kanisani na vingine, lakini wakati ambapo wazungu karibu wote ndio siku ambao wanakula pamoja kama vile familia, wanakula pamoja. Yaani huo ndio utamaduni wao. Maana kuna watu wengine, kuna wazungu wengine ambao wanakutanana kama vile familia mara moja tu kwa mwaka. Na zaidi sana katika hii sherehe ya Christmas. Kwa hiyo tutaenda kuangalia zaidi sana, tuone kweli kweli ni nini kilicho nyuma ya sherehe hiyo. Ni pepo gani ambayo inayoongoza sherehe hiyo? Mpendwa msikilizaji, hayo tutaenda kuyaangalia ndani ya maandiko. Na tunaamini kwamba wapendwa wasikilizaji, wale wote wanaojiita kwamba ni mapasto, wachungaji, wa reverend, bishop, marshal, prophet, wote wanasema kwamba Kristo alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Lakini naweza nikawaambia kwamba mnapochunguza katika vitabu, aidha kitabu chote kile, katika kitabu kile cha Biblia kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo, hakuna sehemu ambayo inaonyesha, ambayo inaongelea kwamba Kristo amezaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Hakuna. Sasa hiyo sherehe imekuja namna gani na kuwekwa kwamba ni sherehe ambayo Wakristo wale wanaojiita kwamba wanamwamini Kristo waje washerekee? Imetokana na nini zaidi? Ni nani anayeleta hayo yote kudhibitisha kwamba Kristo alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12? Kitu ambacho mnatakiwa kukijua ni kwamba wale waliokuja kudhibitisha hivyo ni arkeolojia tuseme. Arkeolojia ndio waliokuja kudhibitisha kwamba tunafikiri kwamba alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Sasa nakuuliza wewe ambaye unaamini sherehe hiyo, ambayo wanaodhibitisha ni arkeolojia, sio kwamba ni mitume, sio kwamba ni manabii, sio kwamba waliambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba ni ndivyo ilivyo. Sasa wao wana uhusiano upi na Ukristo? Sasa inakuwaje watu ambao wanajiita kwamba wao ni wanaotafuta, wanaenda kuona, sijui wanatumia hizi karatasi zao ambazo ni carbon 14, wanaenda kuangalia, wanasema kwamba hapa tunaona kweli kabisa kama vile tarehe 25 mwezi wa 12 ni mporte kwa. Na tena mambo wanaenda kuchunguza hapo wanapoita Israeli, na hakuna chochote ambacho wanaweza wakakipata pale. Sasa kwa nini sisi sasa nyinyi ambao ni Wakristo mnachukulia hiyo tayari moja kwa moja? Na wanasayansi ni watu wengine, aidha wa arkeolojia ni watu wengine ambao wanazo imani zingine ambazo ziko tofauti na imani zenu, lakini mnakubali mambo yao. Hakuna sehemu ambayo imeandikwa kwamba Kristo amezaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Hakuna. Na wakati nilipokuwa bado ningali katika Ukristo, aidha katika kanisa, hata mimi niliwahi kuongea na mmoja ndugu yangu ambaye ni mashahidi wa Yehova. Alisema kwamba nyinyi Wakristo mnaabudu, sijui mnaenda kusherehekea Christmas, na hiyo ni sherehe ya kishetani kabisa. Wakati imani kabisa la Ukristo lilikuwa bado linawika kabisa. Nilijihisi vibaya sana. Kitu ambacho nilimwambia ni kwamba sawa, hakuna shida. Ikiwa unasema kwamba ni ya kishetani, okay, utuache hivyo hivyo, lakini sisi tunachokijua ni kwamba Kristo alizaliwa. Ni kweli Kristo alizaliwa, lakini kweli jibu ambayo niliyoitoa kweli iko sahihi kwa mtu ambaye anatumia akili? Haijaridhisha. Wakati naposema kwamba kweli ikiwa sisi tunajua kwamba Kristo alizaliwa, sasa na ikiwa hatujui tarehe kamilifu kabisa ambapo amezaliwa, sasa kwa nini tuende kusherehekea? Kwa sababu na mimi nilijihisi kabisa, nikasema kwamba ingawa kwamba mnasema kwamba sijui ni nini, hata nyinyi mnafikiri kwamba nyinyi mnaabudu Mungu wa kweli. Sasa mtu waache sisi, kwa sababu sisi tunajua kwamba amezaliwa tu. Kwa hiyo mtu waache, ikiwa ni tarehe 25/12 tutaenda hivi, lakini tunajua kwamba alizaliwa. Hata kama sio kweli, hata kama sio tarehe 25 mwezi wa 12, sisi tunajua kwamba alizaliwa, kwa hiyo tunaenda kusherehekea tu. Haya ndio majibu ambayo nami pia nilikuwa nayo. Hata wewe ambaye unanisikia, ambaye uko katika Ukristo, hata wewe pia nafikiri hilo lipo. Ninaposema kwamba Christmas si sherehe ambayo mnatakiwa nyinyi ambao ni watu wa Mungu kusherehekea, mtaniambia kwamba hata kama si alizaliwa,
tutasherekea. Lakini kwa nini tarehe 25 mwezi wa 12? Kwa nini? Hayo mambo ni mambo ambayo ni ya kuchunguza vizuri wapendwa. Hata mimi wakati nilipokuwa huko sikuwa na muda wa kuchunguza, na ninaposikia mtu anapoongea tofauti na Christmas aidha Ukristo, sikujisi vizuri, siwezi nikafunga kinywa, na napenda kuongea na mimi nionyeshe kwamba kwa kweli na mimi najua. Lakini kumbe nilikuwa sijui hata kitu. Nilikuwa najifikiri kwamba mimi najua, lakini nilikuwa sijui hata kitu. Kwa hiyo nawe pia mpendwa msikilizaji, labda na wewe ulikuwa aidha upo kama vile nilivyokuwa hapo awali, labda unaweza kuwa muda wako wa kubadilika na wewe huu muda na kujua ukweli wa Mwenyezi Mungu ambao ni ukweli wa kweli. Usifanye kitu aidha kuabudu kitu usichokijua kilitokea wapi, kimeanza lini. Wanadamu wanakuja kuweka tu. Lakini katika mafundisho haya tutaenda kuangalia chimbuko ya Christmas, na tutaenda kuangalia ni pepo ipi ambayo inasukuma, inaongoza. Na pia kabla ya kwenda kuangalia hivyo, lazima kwanza tuangalie kwanza namna gani Kristo alivyozaliwa. Alizaliwa katika kipindi kipi? Hali ilikuwa namna gani? Hayo mambo yote tutaenda kuchunguza ili tupate kuelewa ikiwa kweli kweli. Ijapo mimi najua kwamba kweli kweli mwezi wa 12 aidha 25 mwezi wa 12 Kristo kuzaliwa. Na watu aidha wa Kristo wengi walio wengi wanajua hivi ninavyoongea. Lakini kwa nini wanaendelea kusherehekea? Okay. Tutaenda kuonyesha zaidi sana mambo ambayo yalitokea. Na tutaenda kuangalia kweli kweli ikiwa Kristo ni wakati huu ambao alizaliwa. Kipindi hiki cha baridi sana, cha barafu inaanguka, ndivyo wanavyosema. Kwa hiyo tutaenda kuangalia hali ambayo ilitokea na ilikuwa wapi. Kwa hiyo tunaenda kwenye kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 4 hadi 6 ambaye inasema, Yusufu pia alifanya safari kutoka mjini Nazareti mkoani Galilaya, na kwa vile alikuwa wa jamaa na ukoo wa Daudi, alikwenda mjini Bethlehemu mkoani Yudea alikozaliwa mfalme Daudi. Alikwenda kuhesabiwa pamoja na mchumba wake Maria ambaye alikuwa mjamzito. Walipokuwa huko, siku yake ya kujifungua ikawadia. Wanatuambia kwamba walitoka wakina Yusufu na Maria wakaelekea huko Bethlehemu. Na huko walikokuwa walienda kupanga, walikuwa wakikaa kwa nani? Hizo ni swali ambazo ni muhimu. Walienda huko, walikuwa wakikaa kwa nani? Je, tutasema kwamba kwa sababu kuna baadaye tunasikia wanasema kwamba baadaye ile sehemu ya wageni walikosa nafasi ya kukaa. Sasa ikiwa walikosa sehemu ya kukaa, je, walitoka nje wakaenda kukaa nje, kuishi nje wakati wa winter, wa baridi kweli? Hayo yote ni maswali ambayo tunatakiwa kujiuliza, na tutaenda kudhibitisha kuangalia zaidi ni nini zaidi sana ambacho kiko hapa. Kwa hiyo tunatakiwa kuelewa na kuangalia vizuri ikiwa je, Kristo kweli alizaliwa katika majira ya baridi? Aidha namna gani? Ndivyo tunavyotakiwa kuangalia. Tunaendelea kwenye mstari wa 7 wa Luka 2 ambaye inasema, akajifungua mtoto wake wa kwanza wa kiume, akamvika nguo za kitoto, akamlaza horini kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Hapo wapendwa wasikilizaji, kuna ufunuo. Hapa kuna ufunuo kabisa, na ambao tutaenda kwanza kusoma katika kitabu cha Kifaransa, tafsiri ya Kifaransa, Bible Parole de Vie, ambapo nitaenda sasa kuambia ufunuo ambao upo hapa. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où loge les gens de passage. Hivi ndivyo wanavyotuambia katika tafsiri ya Kifaransa. Wanatuambia kwamba mtoto huyo alizaliwa, Maria akamfunika. Katika tafsiri zingine wanasema drap, yani ni shuka, akamfunika, nguo za kitoto na shuka akamfunika. Na walikuwa nje kwa sababu walikosa sehemu ya kukaa, wakaenda kuingia katika nyumba ambayo ni ya kukulisha ng'ombe, aidha ni ya ng'ombe tuseme. Na hiyo ni nyumba ambayo haikujengwa, haiko vizuri, haiwezi kuwa joto, itakuwa tu ni baridi kwa sababu ni ng'ombe ambazo zinaishi huko.
akamweka mtoto, akamfunika. Sasa ikiwa mtoto huyu alizaliwa katika msimu wa baridi ambao ni winter, kweli huyu mtoto ambaye ni Kristo angesalimika kweli kweli? Aisa watu hawajui baridi jinsi ilivyo ya winter. Na hata kama sio baridi tu ya winter, kwa sababu watu wanaposema kwamba wakati wa winter wanafikiri labda ni theluji ambayo inashuka moja kwa moja. Basi hapana, sio hivyo. Unaweza kuwa baridi kama huku kwa sasa hivi hapa Uholanzi. Snow imeshuka tu mara moja, sijui kama ni wiki ambayo imepita. Ilishuka hiyo siku moja, tena mvua ikanyesha, yote ikamalizika. Hadi muda huu tuko kwenye winter. Kikamilifu hatujaingia kabisa kwa sababu wanasema sijui tarehe mwezi wa kwanza ndio wanasema zaidi. Lakini tuko katika hicho kipindi cha baridi. Lakini sio lazima tu winter aidha sijui kama snow ishuke ndio inamaanisha kwamba kulikuwa tuko katika kipindi cha winter. Na ninapowaambia kila wakati kwamba hata nyumbani barani Afrika kuna sehemu ambapo kuna piga baridi kama ya huku, aidha hata zaidi ya huku. Kwetu nyumbani mimi nimeshawahi kusikia milimani huko kwetu nyumbani barani Afrika kuna baridi. Kuna wengine wanasema kwamba utakuta majani ya miti inashusha maji, unafikiri labda ni mvua ndio inanyesha asubuhi. Kwa ni baridi ambayo inapita huko. Kwa hiyo tuelewe vizuri. Sasa ndio swali ambalo nawauliza, ikiwa Kristo alizaliwa katika kipindi hicho cha baridi, na namna mama yake ambaye ni Maria alivyomfunika akamweka sehemu ambapo kuko baridi, tuseme hakuna, sio ndani ya nyumba, kweli huyo mtoto angesalimika? Wengine watasema anaweza kusalimika kwa sababu ni Kristo. Hapana. Tuangalie kipindi gani ambacho Kristo alichozaliwa. Sasa tumeona kwamba Maria na Yusufu walikuwa wamepanga kwanza sehemu. Sasa ni kitu gani ambacho kiliwaambia kwamba waondoke sehemu ambapo walikuwa, alafu waje kuikaa ambayo ni sehemu ya kulisha ng'ombe, sijui wamekosa sehemu? Mbona mbele tumesoma kwamba walikuwa huko Bethlehem. Kwa hiyo muda ambao walifanya huko kweli tu inaonyesha kwamba walikuwa ndani ya nyumba. Sasa wakatoka. Sasa kwa nini wametoka? Ili baadaye tena wakuje kuangalia kwamba wamekosa sehemu ya kukaa, mtoto aje kuzaliwa katika hori la ng'ombe. Imekuwa namna gani? Swali za kujiuliza, wapendwa wasikilizaji. Wangebaki ile sehemu, kwa nini hawakubaki? Ni maswali. Kwa hiyo mbele ya kuongelea Noheli, wapendwa wasikilizaji, ni vizuri kuangalia ni nyakati zipi, hasa ni wakati upi ambapo Kristo amezaliwa. Majira yani, tuangalie kulikuwa baridi, kulikuwa joto, kulikuwa namna gani. Hivi ndio vitu ambavyo tunatakiwa kuangalia kwanza kabla ya kuangalia aidha tuangalie kama Christmas au Noeli ni nzuri aidha si nzuri. Luka 2 tunaenda kwenye mstari wa 8 ambaye anasema, katika sehemu hizo walikuwako wachungaji wakikesha usiku mbugani kulinda mifugo yao. Wanasema katika sehemu hiyo ambapo Kristo alipozaliwa kulikuwepo wachunga kondoo ambao walikuwa wakikesha. Wakifanya nini? Wakikesha usiku. Wanaposema kwamba wanakesha usiku, sio kwamba wanalala. Na hapa hawakusema kwamba walikuwa ndani ya nyumba. Yaani wanapolinda mifugo yao ni katika usiku, walikuwa nje. Sasa swali ambalo nakuuliza ni wakati gani ambapo unaona katika kipindi cha winter wachungaji watoke na ngombe zao, aidha punda, aidha kondoo, wakae nazo nje baridi, walale nje kwa ajili ya kulinda wanyama wao, aidha wanyama wao, ili wasije wakaliwa na wanyama wengine ambao wanaokula wanyama wengine. Ni wakati upi? Sote tunajua katika kipindi cha zamani, aidha katika kipindi cha baridi huku, wanachukua chakula chote, wanaanza kuchunga vizuri kwa sababu baridi ikianza hakuna ngombe wala punda, hakuna kondoo wala mbuzi ambayo inatolewa nje. Hapana, wote ndani ya nyumba. Wanakaa ndani ya nyumba, wanapewa chakula humo hadi pale ambapo wataona kwamba hali imebadilika, ndio mnaanza kuona tena kondoo wa kwanza wanaanza kutolewa. Yaani inamaanisha kwamba tunaanza kuingia katika ile hewa ambayo ni afadhali. Sasa wakati wa baridi wanawaambia kwamba katika sehemu hiyo ambapo Kristo alizaliwa kulikuwepo wachunga kondoo ambao walikuwa wakikesha, wakilinda kondoo zao usiku. Nikupenda kukuambia kwamba wapendwa,
katika winter, katika baridi, wachungaji hawa hawawezi wakakeshi wakakaa wakichunga kondoo zao. Hapana, bali ilikuwa kipindi ambacho ni cha joto, hali ilikuwa nzuri. Hapo unaweza ukakeshi bila tatizo. Katika kipindi katika maandiko ya Ezra 10:9 inasema hivi. Ezra 10:9, msikilize vizuri wapendwa. Katika siku hizo tatu, mnamo siku ya 20 ya mwezi wa 9. Usikilize vizuri. Hivi napenda kwanza kupitia nguvu zake Roho Mtakatifu tuende kuangalia kwanza kipindi kipi, mwezi upi ambapo baridi ilipokuwa. Kwa sababu kalenda ambayo tunatumia wakati huu sio kalenda ambayo Mwenyezi Mungu aliyowapa wanae weusi. Hapana. Hii ambayo tunayo kwa muda huu inajihusisha na jua. Lakini kalenda ambayo Mwenyezi Mungu aliyowapa wanae ambao ni weusi ilikuwa inajihusisha na mwezi. Na hiyo kalenda ilikuwa na miezi 10. Bali hii ni ya miezi 12. Kwanza hapo tayari nyinyi ambao mnaosherekea Noeli mnatakiwa kujua kwamba hilo kwanza ni kosa la kwanza. Maana kipindi hicho cha awali haukuwa miezi 12, ilikuwa ni miezi 10. Sasa ikiwa ni 12, hiyo 2 imeongezwa namna gani? Mnatakiwa kuelewa na muangalie ni namna gani mambo yalivyobadilishwa. Katika siku hizo tatu, mnamo siku ya 20 ya mwezi wa 9, watu wote walioishi katika Yuda na Benyamin walifika Yerusalemu na kukusanyika katika uwanja wa nyumba ya Mungu. Nasimama. Kama gisi nilivyowaambia kwamba kulingana na kalenda ambayo Mwenyezi Mungu aliyowapatia, aliyowapa taifa lake, ni mwezi wa 9 uliokuwa mwezi ambao ni wa baridi. Aidha ni winter, mwezi wa 9 kama gisi tunavyoangalia hapa. Maana ni kipindi ambacho kilikuwa baridi, kilikuwa mvua inanyesha sana. Kwa sababu katika bara la Afrika zaidi sana tuna misimu miwili, msimu wa baridi na msimu wa joto. Hivyo tu. Na ikiwa ni baridi wakati wa mvua, aidha wakati wa mvua, aidha msimu wa mvua na wa jua. Na wakati mvua inaponyesha inanyesha kweli. Kuna mvua ambayo inaweza kaanza asubuhi hadi jioni. Unapokucha tena inaendelea. Hivyo tumeshawahi, tunajua sote, tumetoka nyumbani, tumetoka barani Afrika. Tunajua hicho ambacho kinaendelea zaidi sana nyumbani kwetu. Sasa kulingana na hii, ili andiko la Ezra 10:9 ambayo linatuambia kwamba kipindi cha baridi ilikuwa mwezi wa 9 katika ile kalenda ambayo Mwenyezi Mungu aliwapatia wanae. Sasa kwa nini wanatuambia hapa kwamba ilikuwa ni mwezi, wanakuja kusema kwamba ni mwezi wa 12, sijui tarehe 25 ndio watu wanaanza kuabudu sijui namna gani? Na swali ambayo inatakiwa kwanza kuulizwa, hivi wanachukua hii kulingana, kwa sababu huyu ni Kristo. Ninapoambia kwamba huyu Kristo ambao mnasherehekea ni Kristo ambao wameunda wenyewe wazungu, sio kwamba naenda hapa kwa ajili ya kuwacheka, hapana. Ni wao ambao wameunda. Na walimuunda namna gani? Walimuunda kupitia Kristo wa kweli ambaye yupo, ambaye alikuwepo tangu awali, hapana miaka 2000 ambayo imekuja. Mwenyezi Mungu akipenda vizuri tutaleta maandiko, tutaleta kipindi kingine ambacho kinaonyesha kwamba Kristo hakukuja miaka 2000 ambayo wamesema kwamba miaka 2000 imekuja. Kristo amekuja zamani sana. Mwenyezi Mungu akipenda tutaleta hicho kipindi. Kwa hiyo walienda kukamata hiyo historia ya Kristo wa kweli, wanakuja kupandikiza huyu wao ambaye ni wa nywele ndevu, macho ya blue, Nefini mzungu, kwamba yeye ndio amekufa msalabani, amekufa Golgotha huko amelia, ni mpote kwa. Kwa hiyo wanatuambia hapa kwamba watu wote walikuwa wakitetemeka kwa sababu ya jambo waliloitiwa na kwa ajili ya mvua nyingi iliyokuwa ikinyesha. Wakati gani? Wakati wa kipindi hicho cha mwezi wa 9. Kwa sababu ndio kile kipindi kilikuwa kipindi cha mvua.
Kitabu cha Ezra 10:13 nasema hivi, lakini wakaongeza kusema, watu ni wengi na mvua inanyesha sana, hatuwezi kuendelea kusimama hapa uwanjani, na hili si jambo ambalo litamalizika kwa siku moja au mbili, unaweza kuendelea. Kwa hiyo wanapenda kutuonyesha hali ya baridi, hali ya kipindi hicho ambacho ilivyokuwa, wapendwa wasikilizaji. Sasa ikiwa ni hivyo, hao wachungaji ambao ni wachunga kondoo waliwezaje kulinda mifugo yao nje wakati mvua inanyesha, kuna baridi? Waliweza namna gani kukesha hivyo? Hata hizo kondoo zitakuwa zinakula kitu gani? Yeremia 36 mstari wa 22 nasema hivi. Yeremia 36:22 nasema, wakati huo, wakati gani? Huo wakati wa mvua na vingine. Wakati huo ulikuwa mwezi wa 9, na mfalme alikuwa ndani ya nyumba yake ya majira ya baridi. Yaani ulikuwa ni wakati wa baridi, akiota moto wa makaa. Nafurahi sana kwa hii tafsiri, akiota moto wa makaa. Maana wakati naposoma hapa nakumbuka moja kwa moja nyumbani, watu wanaota maji, sijui mko jioni tu mnaongea, mnapiga stories za huko na huko, mnahota tu moto tu pale tu wa makaa. Hivi kabisa inanikumbusha mambo mengi zaidi sana huko nyumbani kwetu. Wakati huo ulikuwa mwezi wa 9, na mfalme alikuwa ndani ya nyumba yake ya majira ya baridi, akiota moto wa makaa. Huu ulikuwa ni mwezi wa 9 ambao ulikuwa ni msimu wa baridi, winter. Hapana, sijui kama. Kwa hiyo wachunga kondoo hao walikuwa wakilinda mifugo yao. Sio kwamba ilikuwa ni kipindi cha baridi, ilikuwa joto. Hawezi kufanya hivyo wakati ambapo mfalme mwenyewe wengine wanatetemeka kwa baridi. Wewe sasa uwe nje, mvua inanyesha, kuna baridi, mifugo iwe nje usiku mnakesha? Hapana, ilikuwa ni wakati wa joto. Kristo alizaliwa katika kipindi cha joto. Hivyo ndio unavyotakiwa kuelewa, wapendwa wasikilizaji. Kwa hiyo maandiko yalipenda tu kuonyesha, ikiwa nilichukua Ezra nikachukua Yeremia, maandiko yalipenda tu kuonyesha tu kipindi kipi, mwezi upi ambapo ulikuwa baridi, ni kipindi cha baridi kwa mujibu wa kalenda ambayo Mwenyezi Mungu aliwapatia wanaye weusi. Ulikuwa ni mwezi wa 9, na kalenda hiyo ilikuwa na miezi 10. Sijui kama inaeleweka hiyo, wapendwa wasikilizaji. Kwa hiyo ile elimu ya kusema kwamba sijui Kristo alizaliwa tarehe 25 Desemba na vingine, ni elimu ambayo inapaswa kufanywa hivi. Kweli alizaliwa? Mtaniambia sasa, ikiwa ni hivyo sasa, alizaliwa tarehe gani sasa na mwezi upi ili tuanze kusherehekea? Wewe unapenda hadi ujue wakati unatakiwa hata kuanza kusherehekea tu kwa sababu yeye alikufilia, sio? Alikuja, alizaliwa kwa ajili yako. Unatakiwa kusherehekea kila wakati, sio kwamba uangalie tarehe fulani njoo niende kumsherehekea. Unatakiwa kusherehekea kila siku. Furahi kwamba amekuja kwa ajili ya kukomboa wewe, mtu mweusi amekuja kwa ajili yako. Na ninapoongea hivyo watu wengine watanichukulia kama vile ni ubaguzi. Nasema kwa sababu hata maandiko yanasema leo hii katika nyumba ya Daudi amezaliwa mkombozi atakayeokoa watu wake. Hapana watu wote, watu wake na dhambi zao. Na Kristo tena anasema kwamba nimetumwa kwa ajili ya wana kondoo ambao ni wa nyumba ya Yakobo, walio kama wana kondoo waliopotea. Ndivyo Kristo anavyosema. Kwa hiyo anaposema hivyo ni kupenda kuonyesha kwamba yeye amekuja kwa ajili ya watu weusi. Kristo alikuja kwa ajili ya watu weusi ili aende kuwakomboa watu weusi. Mnajua kwa nini mambo haya yalitokea? Ikiwa nilipowaambia katika mafundisho yote nawaambia kwamba, wapenda wasikilizaji, hao malaika za shetani ambao walishuka kutembea na wanawake weusi, lengo lao ilikuwa nini? Lengo ilikuwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wakati watakapozaa na wanawake weusi, watoto wao ambao ni wanefili, ama ni wazungu, wametisi wa rangi zingine,
wao wajitahidi wawaweke watu weusi katika utumwa. Hilo ndio lengo zaidi sana kwa nini rangi nyingine ipate kuonekana katika ulimwengu, ili kwenda kupinga na kugandamiza taifa teule la Mwenyezi Mungu ambalo ni watu weusi. Mjue hilo. Napita tu, labda mada nyingine inaweza kuja wakati mwingine. Luka 2:11 nasema, kwa maana leo hii katika mji wa Daudi, ndivyo nilikuwa nasema, amezaliwa mwokozi kwa ajili yenu, sio kwa ajili ya watu wote, yenu nyinyi. Anaambia wanani? Wachunga kondoo. Ndiye Kristo Bwana. Kwa hiyo wakati Kristo alipozaliwa, yeye alivikwa shuka, ndivyo anavyosema, wakamlaza katika bwawa, aiza katika hori samani, katika hori la ng'ombe, wakamweka mule. Kwa baridi ya winter Kristo angefariki tu. Kwa baridi ya winter Kristo angefariki. Lakini kwa sababu haikuwa winter, wanapenda kuleta hizo tarehe ili kwamba tuende kusherehekea vitu ambavyo wenyewe wanajua kwa nini wanafanya hivyo. Na baadhi ya ndugu zangu ambao mnasikiliza mafundisho mnajua, wengine wanajua kwamba hiyo tarehe 25 mwezi wa 12 kulikuwa kimungu fulani ambao walikuwa wanaabudu, ndio mnajua mambo yote. Hata wale ambao wanaingia katika dini hizi wanajua kwamba kweli kweli tunasherehekea, lakini Kristo hakuzaliwa tarehe 25. Lakini alizaliwa tu. Sasa ikiwa hicho ndio kitu ambacho kinasumbua. Kwa sababu wanasema kwamba hata kama si alizaliwa tu. Alizaliwa lini? Hatujui, lakini tunatakiwa kutafuta tu. Sasa wewe ndio ulitafuta. Si wenzako ndio walitafuta. Wanajua kwa nini walitafuta hizo tarehe 25 mwezi wa 12. Wanajua kwa nini walitafuta hizo. Sasa na wewe unapenda kufanya nini? Kwa hiyo tuwe makini zaidi sana. Hapo tayari tunakuja kuonyesha kwamba elimu ile ya Kristo kuzaliwa tarehe 25 mwezi wa 12 haitakuwa hata kuonekana tena katika mafundisho yenu, wapendwa wasikilizaji. Na mada hii kwa siku ya leo ni kwa ajili ya mwaka ambao unakuja. Mwenyezi Mungu ikiwa atatuweka hai, ni vizuri mchukulie vizuri kujua kwamba hapana, hatuwezi tukafanya kitu ambacho hakina umuhimu. Ikiwa kuna sherehe ambayo imetokea ambayo haina hata mizizi ya ukweli, kwa nini unaweza ukasherehekea hiyo sherehe ambayo ukweli haumo ndani yake? Sio kwa sababu Kristo alizaliwa tu. Sio tu kwa sababu alizaliwa tu, hapana. Tunatakiwa pia tuangalie ni nini cha kufanya. Je, ikiwa ukusherehekea hivyo, itaonekana kwamba wewe humpendi Kristo? Sio hivyo. Sasa unatakiwa kusherehekea zile wakati za zile nyakati ambazo zinajulikana. Maana Kristo alipozaliwa ilikuwa ni miezi 10, hapana 12. Wazungu ndio walikuja, sijui alikuwa nani. Sijui kama alikuwa Constantine, sijui kama alikuwa ule mwingine. Nani yule ambaye amekuja na hizi za kalenda? Wapenda mnaweza mkajua, mnaweza mkajaza yule ambaye amekuja na mipango yake ya kubadilisha kalenda. Mnamjua. Sasa tuangalie ni pepo ipi iliyo nyuma ya hiyo sherehe. Maana Yeremia 10:2 natuambia hivi. Mwenyezi Mungu asema hivi, msijifunze mienendo ya mataifa mengine, wala msishangazwe na ishara za mbinguni. Yaacheni mataifa mengine yashangazwe nazo. Bible des peuples, n'apprenez pas les pratiques des nations. Kwa nini nimechukua tafsiri hii? Kuna ndugu fulani ambaye aliweka comment kwenye video moja ambayo nilifanya, ambapo nimesema kwamba mataifa mengine yote ni rangi zingine tofauti na watu weusi. Yeye alibisha akasema kwamba hapana, huo ni uongo. Kwa sababu mataifa ni wale watu ambao wanatenda dhambi tu, ndio mataifa. Lakini mimi nakwambia, mtu mweusi hata kama anatenda dhambi si mataifa. Hii nasema na kaza tena maneno yangu. Hata mweusi awe mwizi, mlozi, mchawi, anahiba, sijui anaua, huwezi ukamuita kwamba yeye ni mpagani, hapana. Hii nasema na kaza sauti tena, nasema mweusi hata hafanye namna gani, yeye si mpagani. Yeye si mpagani. Wapagani ni mataifa mengine. Alibisha kabisa ndugu, akasema hapana, ni wale watu ambao
hata sisi weusi tuseme kwa mfano tunatenda dhambi na sisi ni wa mataifa. Hapana, sio hivyo. Mambo msichanganye mambo kama hayo. Ikiwa hujui kitu mpendo, unatakiwa kuuliza. Mambo ambayo ninayoyaongea hapa sio kwamba nakurupuka tu niseme hivi tu nifurahishe kwa sababu watu wajue kwamba hawa mataifa ndio wale wengine na sisi ndio. Hapana, ni ukweli ambao nakwambia. Nitakudhibitishia kwa mambo mengine, naweza kwa maandiko mengine hapa kuonyesha kwamba kweli kweli mataifa mengine ndio wazungu. Aiza les nations ndio wazungu. Usimweke mweusi ndani. Twende kuangalia, kuchunguza ili niende kumaliza ule ubishi ambao uko nao upate kuelewa. Nitaenda kwenye tafsiri za Kifaransa lakini nitaleta tafsiri mkiswahili. Tutaanza kwanza kusoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 23 ambaye inasema, lakini sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi jambo hili ni kikwazo, na kwa watu wa mataifa, yani Wayunani, kuna tafsiri zingine ambazo na kwa Wayunani ni upumbavu. Narudilia tena. Lakini sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi jambo hili ni kikwazo, na kwa watu wa mataifa ni upumbavu. Nasema usikilize vizuri mpendwa, wewe uliyeuliza hili swali. Aweza sio kuuliza uliyebisha kusema kwamba mataifa sio wazungu, sio rangi zingine. Sikiliza vizuri. John Nelson Darby ndio tafsiri nachukua 1 Corinthiens 1:23. Mais nous prêchons Christ crucifié. Aux Juifs, occasion de chute. Aux nations, folie. Aux nations, folie. Unasikia nation ni mataifa mengine. Sasa ni mataifa tu. Hapo hivyo hujajua ikiwa kulikuwa ni wazungu au hapana. Tuende kwenye tafsiri nyingine. Bible de Jérusalem. Nous proclamons, nous, un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et folie pour les païens. Yaani ni usazi kwa wapagani. Njo les nations, ce sont les païens. Hapo hivyo haujajua kama ni wanani. Tafsiri ya mwisho sasa. David Martin. Mais pour nous, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Ah, les Grecs. Na Wagiriki ni wanani? Wagiriki ni wanani? Ni wazungu. Kwa hiyo tumeona wanaposema mataifa, wanaposema les païens, sijui les nations na vingine, ni wazungu aiza warangi zingine. Kwa sababu mweusi si Mgiriki. Ni wazungu ndio Wagiriki, ndio wapagani. Sijui kama niambie watu namna gani. Sijui mnafikiri labda mimi nakuja hapa kwa ajili ya kupenda kuwasumbua, aiza kuwadanganya. Hapana. Ni tafsiri, na ndio maana nawaambia kila wakati, angalia nimesoma tafsiri ngapi ili nifike kwenye hii le Grec. Wewe unaenda kusoma tafsiri yako moja, aiza unafikiri kwamba ndivyo ilivyo. Usifikiri gisi unavyofikiria, aiza unavyofunzwa tu ndio ukweli. Hapana. Usiwe na uelewa wa namna hiyo. Sio tulikuwa hivyo, labda inawezekana kweli kila mtu alikuwa hivyo, lakini wakati unaposikia kitu ambacho haujui, usiseme kwamba tayari ni uongo. Hapana. Unachukua muda wa kusikiliza, unatoa ufafanuzi. Kuna ndugu zangu wengine ambao wanakuja na maandiko kwa kupinga yale ninayoyaongea. Naona ni vizuri, afadhali unaleta maandiko unakuja kupinga. Ijapo kwamba unaweza ukapinga, haijamaanisha kwamba kwa sababu unapinga ndio kwamba hicho ninachokiongea kwamba ni uongo. Hapana. Unaweza ukapinga, ni wajibu, ni maoni yako. Kila mtu ana maoni ya kutoa. Kuna mtu anaweza akasema kwamba imani unachokiongea ni uongo mtupu, kwa sababu angalia wanasema hivyo, wanasema hivyo. Ana uhuru wa kusema hivyo, lakini sio kwa sababu yeye amesema hivyo ndio maana yake kwamba ni uongo ninayoongea. Ni katika uelewa wake kwamba ni uongo, lakini sio hivyo. Auguste Crampot, tafsiri nyingine hii. Nous prêchons un Christ crucifié,
Scandale pour les juifs et folie pour les gentils. Et folie pour les gentils. Na wale wa gentils ni wanani? Wale wanaoitwa wa gentils katika ulimwengu ni wanani? Si wazungu. Unaposikia gentil, ndio wa nation, ndio wa non juif, yani non juif, non noir. Unaposikia kwamba ni watu ambao si Wayahudi, yani unajua kwamba ni watu ambao sio weusi. Nafikiri hilo linaeleweka. Nilipenda tu kuongea hivi kuonyesha kwa yule ndugu yangu ambaye alikataa, aliyebisha kwamba ninaposema kwamba mataifa ni rangi zingine, kwamba sio weusi. Yeye alikataa akasema kwamba hata weusi wote ni mataifa ikiwa unatenda dhambi. Sio hivyo. Tayari umejua na kwa hiyo ujue tangu leo kwamba mweusi hata kama yeye ni msazi katika mambo ya ubaya, sijui niseme namna gani, anauana kiolela, huwezi kumuita mpagani. Unajua maana ya mpagani? Mpagani ni yule ambaye anaye miungu mingine, anayeabudu miungu mingine. Mtasema kwamba labda mtu anayeuana anaabudu miungu mingine. Nakwambia kuna taifa ambalo limechaguliwa, hilo ni taifa. Hata kama yeye anatenda dhambi, uwezi ukamuita kwamba yeye ni mpagani. Sawa, ametenda dhambi, inajulikana yeye ametenda dhambi, amefanya kosa, sawa, lakini usimuite hata siku moja katika kinywa chako kwamba mweusi unayemuona anafanya hiki wewe ni mpagani. Hapana, wapagani ni rangi zingine. Na labda amuelewe maana ya wapagani, upagani neno hilo amjue uzito wake uko namna gani. Ndio maana mwanzo mkafikiria kwamba kila mtu ni mpagani, lakini sio hivyo. Kwa hiyo turudi kwenye mada tu, kumalizia hii mada ya Christmas. Yeremia 12 inasema kwamba tusihige mienendo ya wapagani. Na hiyo mienendo ya wapagani ni nini? Ndiye Noeli, Christmas. Tusihige. Hizo ni sikukuu za wapagani. Sio sikukuu za watu ambao wameteuliwa na Mwenyezi Mungu kusherekea. Hapana. Hiyo ni tamaduni. Muulize kila mtu ambaye, wewe ambaye uko nyumbani kwetu barani Afrika, ikiwa na ndugu na watu ambao wako huko, waulize huko, sijui Christmas yenu inaendelea namna gani huko. Huko hawasherekei nani mwaka mpya. Hii tarehe 1 mwezi wa kwanza hawasherekei. Hivi Christmas nakwambia ndio sherehe ambayo inajulikana huko, ambayo kila mtu iko pirika, kila mtu. Hiyo ndio sherehe ambayo inasherekewa. Ujiulize kwa nini? Kwa sababu ni utamaduni wao ambao walio nao tangu awali. Ni kitu ambacho wenyewe walipenda kiwe hivyo. Kwa sababu ni sherehe yao ambao waliunda wenyewe, wanatakiwa kuipenda, kuithamini. Unapopita katika miji fulani utaona gisi wamepamba kila kitu. Unapoangalia hivi inapendeza kabisa kwa macho yetu kama vile ya wanadamu. Inapendeza kweli kwa macho ya wanadamu. Lakini kwa nini unafanya? Yule anayeweka hivi, unafikiri hii anamwamini Mwenyezi Mungu? Yule anayeweka sijui hiyo miti yenu ambayo mnasema kwamba ni miti yenyewe ya nani ya Christmas. Kweli wanaofanya hivi, wanaopanda hiyo miti, wana lengo gani? Si ni biashara? Wanafanya hii Christmas ni biashara. Kuna nguo za huyu anayeitwa sijui kama ndio Santa Mars. Hayo yote ni biashara. Ni biashara ambayo inaendelea, mpendwa msikilizaji. Kwa hiyo watu tukakokota sana. Kwa hiyo wametuambia kwamba tuache mienendo ya wapagani. Achana mambo ya wapagani. Hizo ni sherehe za wapagani. Yeremia 13 nasema maana mila za dini za watu hawa watu wa nani? Si tumewaona ni wazungu. Maana mila za dini, msikilize vizuri. Mila, ninaposema tamaduni ni kama vile mila yao. Ni utamaduni, ndivyo ninavyosema. Maana mila za dini za watu hawa ambao ni wazungu ni za uongo. Ndivyo wanavyosema, ni uongo. Na ni kweli. Kwa nini? Kwa sababu hiyo tarehe 25/12 imeandikwa wapi katika maandiko kwamba alifariki hiyo? Ni nani anayedhibitisha hivyo? Hakuna sehemu ambapo ndani ya Biblia ambao wanaongelea kwanza kwamba tunafikiri kwamba ilikuwa mwezi wa 12. Hakuna hata sehemu ambapo utaona uongo ambao upo. Maana mila za dini za watu hawa ni za uongo. Mtu hukata mti msituni, fundi akachonga kinyago cha Mungu kwa shoka. Sawa na huyu Yesu wao ambao wameleta walivyofanya. Yeremia 10:4 inasema
Kisha watu hukipamba kwa fedha na dhahabu, wakakipigilia misumari kwa nyundo ili kisije kikaanguka. Hapo wanaonyesha namna gani wanavyofanya. Hapo angalia katika kanisa Katoliki. Sio Katoliki tu sehemu zote wanaweka msalaba, wanamweka huyo Kristo, wanampiga msalaba, wanamweka hivi amekufa huko. Ndivyo wanavyoongea mambo haya. Hivi vyote hapo. Basi tunapoenda kumalizia mpendo. Kwa hiyo sio mada ambayo tunaweza kukokotana sana. Wengi ndugu zangu mnajua kwamba mnasherekea kwa sababu inapendeza tu kuwa na nyinyi muimbe, muonyeshe kweli kwamba Kristo lakini na nyinyi pia mnajua kwamba ndani ya maandiko hata pia hakuna sehemu ambao wamesema kwamba tarehe 25 mwezi wa 12 kwamba Kristo amezaliwa na vingine. Mnajua hata na nyinyi pia kwamba hizo tarehe si kweli, lakini tunatakiwa kusherekea tu. Ndivyo mnavyofanya. Sasa hata na mimi nilikuwa mnajua. Ezekieli 31:8 nasema, miongoni mwa mierezi ya bustani mwa Mungu hakuna mti uliolingana nao. Hapo wanaongelea shetani kabla hajaanguka. Wala msinobari, wala misonobari. Hii misonobari kwa sababu nimechukulia hii misonobari ndio ile miti inayo ile, hiyo ndio hii miti ya Christmas, ile ambayo mnapendezesha ambayo iko hivi. Ile miti ambayo inakuwa hivi. Ndio misonobari. Inaongelewa huko. Unaona Mnaona picha kidogo, mnaonyesha namna gani, roho gani ambazo ziko nyuma ya hiyo sherehe. Miongoni mwa mierezi ya bustanini mwa Mungu hakuna mti uliolingana nao, wala misonobari haikulingana na matawi yake. Mimba kofi haikuwa na matawi kama yake. Hata mti wowote wa bustani ya Mungu haukulingana nao kwa uzuri. Tafsiri ya Kifaransa, traduction Abbé Fillion. Il n'y avait pas de cèdre plus haut que lui dans le jardin de Dieu. Le sapin. Le sapin ndio hiyo miti ya Christmas. Le sapin n'égalait point sa hauteur. Et le platane n'avait pas un feuillage comparable au sien. Aucun arbre du jardin de Dieu ne pouvait lui être comparé de beauté. Hapo anaongelea ibilisi kabla ya kuanguka. Kwa hiyo hizo ni pepo ambazo ziko nyuma hiyo masapin. Hiyo sapin ni aina ya mti ambao mnajua gisi ulivyo. Na kwenye huo mtu, nyuma ya ule mti kuna viumbe ambavyo viko pale kwa ajili. Na hivyo viumbe sio kwamba viko pale kwa ajili ya uzuri wa hiyo sherehe, hapana. Kwa sababu unapoangalia hayo mambo yote yanatendeka na yanafanyika katika kipindi ambacho si cha kweli. Maana tariki za Kristo kuzaliwa hazipo. Kwa hiyo mnafikiri kwamba ikiwa sherehe ya uongo, kweli roho ya Mwenyezi Mungu inaweza kuwa ndani ya sherehe hiyo kabisa? Ndio swali ambalo nawapatia ndugu zangu. Isaya 44:13 nasema, kadhalika naye seremala hupima kipande cha mbao, akakitia alama kwa kalamu yake, kisha kwa vifaa vyake ukichonga na kukipa umbo la binadamu na sura ya kupendeza, kisha akaiweka sanamu hiyo ya Mungu mahali pake pa pekee. Unasikiliza gisi wanavyofanya. Mtu ukata mti wa mwerezi ili autumie, na uchagua mberoshi au mwaloni, uwacha ukue kati ya miti ya misituni. Ndivyo wanavyofanya hii miti ya Noeli. Wanaipanda, inakuwa, alafu baadaye imeshakuwa na wanaenda kuikata, alafu wanaenda kuipamba, wanaanza kuuza vitu kama hivyo. Uwacha ukue kati ya miti ya misituni, au upanda mwerezi na mvua ustahiwisha. Kwa hiyo wanaonyesha namna gani, wapendwa, wanavyotengeneza sanamu zao. Na ndivyo ambavyo mnaona katika mikusanyiko, katika sherehe zenu, ndio vinapanda, ndio hivyo ambavyo mnaweka mbele zenu, mnaenda kuabudu. Unafikiri kwamba huo ndio Mungu, huyu ndio Mungu, huyu ndio Mungu, lakini
Hivi vyote ni vitu ambavyo si vizuri. Kwa kumalizia ni kusema kwamba Noeli ni sherehe isiyokuwa na uhusiano wowote ule na Kristo wa kweli. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho mnatakiwa kukijua. Ili Christmas ambayo mmeacha hapa jana, mjue kwamba ni sherehe ambayo ipo, lakini hiyo sherehe haina uhusiano wowote ule na Kristo wa kweli. Maana kuna Kristo mbili, kuna wa kweli na wa uongo. Wa uongo ndio ameletwa na wazungu. Na ndio huyu ambaye anasherehekea ambao mmemaliza kusherehekea. Lakini Kristo wetu kweli yeye na yeye amezaliwa, ijapo hatujui tarehe, mwezi, mwaka ambao amezaliwa, ila amezaliwa kitambo. Amezaliwa kitambo tu. Lakini uhusiano wa hii sherehe na huyu wa kweli hapo. Hicho ndio kitu ambacho mnatakiwa kuelewa. Na kibiblia ni kupenda kuonyesha kwamba sherehe hiyo ni uongo. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu tarehe hata hazijulikani. Ndani ya Biblia kwanza mnaposherehekea kwamba hakuna, kwa sababu hata Biblia haijasema kwamba Kristo amezaliwa tarehe 25. Hakuna, ni mawazo tu. Sasa ikiwa mnasherehekea sherehe hiyo ambayo ni ya uongo, mjue kwamba nanyi pia ni waongo. Na tunapojua kwamba ikiwa nyinyi ni wa uongo, mjue kwamba baba wa uongo ni nani? Ni Ibilisi. Kwa hiyo ni Ibilisi ndiye anayetawala sherehe hiyo. Cha msingi ni kupenda kuwashauria kwamba acheni kusherehekea. Tokeni kwenye hizo dini, ndio naweza nikasema. Mnapenda kukaa humo kwa nini ndugu zangu? Mtaendelea kujua mambo mengi tu. Hata mimi nilikuwa nifikiri labda sitajua, nikitoka humo nitafanya namna gani, nitakuwa sijui mtu ambaye na riba, sijui hapana, sio hivyo. Mwenyezi Mungu atakuonyesha. Kwa hiyo sherehe hii ambayo ni ya Christmas ni ya wapagani. Kwa hiyo yeyote anayesema kwamba yeye anasherehekea hivyo, ajue kwamba anasherehekea ni uongo na ni Ibilisi anayemtumikisha. Kwa hiyo wale wote wanaojiita wachungaji wasijisikie vibaya, lakini cha msingi ni kuambia watu wao. Wanajua wao pia kwamba hiyo sherehe inaleta utata. Sasa kitu ambacho kinaleta utata, kwa nini mwende kusherehekea? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awalinde. Na naamini kwamba katika mwaka ambao utakuja, ikiwa Mwenyezi Mungu atatupatia uhai, ambao tutaenda kusherehekea. Asante, Mungu awabariki.